Mheshimiwa Spika, mimi nitajikita kwenye maeneo matatu. Na eneo langu la kwanza ninakwenda kujikita kwenye eneo la bomba la mafuta ghafi la EACOP. Mheshimiwa Spika, naomba nichukue fursa hii kwa moyo wa dhati kabisa kumpongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kukamilisha host government agreement na kwa namna ambavyo anakuwa proactive katika kufanikisha masuala haya. Mheshimiwa Spika, lakini pia nimefurahishwa na shareholding structure iliyopo kwenye mradi huu. Ukiachana na masuala mazima ya namna ambavyo mgawanyo ulivyo, lakini pia mradi huu unakwenda kutunufaisha sana ukiangalia kwamba unakwenda kupita kwenye mikoa 8, lakini wilaya ziko 24, kata 134, vijiji 257 na vitongoji 527. Mheshimiwa Spika, ni kwa uhakika kwamba watu wa maeneo haya ambao bomba hili linapita wanakwenda kunufaika, lakini mradi huu unakwenda kutengeneza ajira zaidi ya 10,000. Nilikuwa ninatazama taarifa mbalimbali za wizara, ninaona vitabu vya wizara viko silent kueleza swala la skilled people, wafanyakazi ambao watakuwa skilled na unskilled. Lakini ipo changamoto nyingine kubwa sana pamoja na yote ambayo nimeyazungumza juu. Mheshimiwa Spika, kuna changamoto kubwa ambayo nitaomba Mheshimiwa Waziri utakapokuja kuhitimisha hapa utoe ufafanuzi kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu utata huu kwa kweli unazidi kuwapa watu sintofahamu. Nina swali la kuuliza. Mradi huu wa EACOP, ni nani anakwenda kufinance mradi huu? Ninajua kwamba serikali inatenga bilioni 2.6 kwa ajili ya kulipa fidia. Lakini mradi huu wenye thamani ya USD bilioni 2.5 ni nani anakwenda kuilipa? Kwa sababu mtu ambaye mlikuwa mnamtegemea ambaye ni kampuni ya Total, Mheshimiwa Spika, Total ambaye ni majority share kwenye mkataba huu hana uwezo wa kulipa fedha hizo mpaka hivi ninavyozungumza sasa. Nitatoa sababu. Mheshimiwa Spika, mezani kwangu nina jarida la UK ambalo ni very prominent magazine la Energy Voice. Mapema sana mwezi wa 5, hata kabla ya mkataba huu kuingiwa, Mheshimiwa Spika, mabenki ya UK, mabenki ya Ufaransa ambayo yalikuwa yametoa ahadi kutoa fedha kwa kampuni ya Total kwa ajili ya kufacilitate mradi ujenzi huu wa bomba la mafuta, Mheshimiwa Spika, mabenki yametangaza kwamba hayatatoa fedha hata senti 5 tena. Sababu ya mabenki haya kutoa tangazo hili, Mheshimiwa Spika, mabenki yamegoma kwa sababu wamesema wanakwenda kuunga mkono kampeni ya kubani emissions, masuala ya carbon dioxide. Na naomba nirejee kwa ufupi sana eneo ambalo magazini hii imeripoti. Wanasema hivi: French banks have committed not to provide project financing for the Total-led East African Crude Oil Pipeline EACOP. Mheshimiwa Spika, ukiangalia kwamba kwenye makubaliano yetu tumekubaliana kwamba mradi huu ujengwe mpaka kufikia 2024 huo umekwisha kamilika. Lakini kampeni ambayo mabenki haya yanasema yanaisapoti, kampeni hii inakwenda mpaka kufika mwaka 2050. Mheshimiwa Spika, ninaomba Mheshimiwa Waziri atusaidie kutuambia, kama hafahamu basi ninamuomba awatafute watu watatu wamwambie fedha hii au mradi huu nani anakwenda kufinance, kwa sababu wao pesa waliokuwa wanategemea kutoka kwenye mabenki ya Ufaransa, mabenki yamesema hayatoi pesa tena. Mheshimiwa Spika, taarifa. Lakini ninaomba taarifa. Mheshimiwa, nakukubalia, tuendelee. Asante Mheshimiwa Spika, nataka kumpa taarifa mzungumzaji. Inawezekana kweli anachokizungumza anakijua, lakini sisi hatufungi mkataba na mabenki ya Ufaransa. Tunafunga mkataba na mkandarasi ambaye ni Total, ambaye tayari kwenye mkataba alikuwepo anaweka. Yeye ana uhakika gani kwamba mkandarasi ana hela kiasi gani za kuweka hapo? Kwa sababu sisi hatufungi mkataba na yale mabenki. Kama ameona hilo document ni ya kwake na yeye, sisi tunakubaliana na mkataba ambao uko unaoendelea sasa hivi.
mpaka siku mkandarasi atakapoamua kwamba hata hana uwezo wa namna hiyo, ndio utaelewa jambo hilo. Mheshimiwa, unapokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Spika, siwezi kuipokea taarifa hii. Labda nimuelimishe kidogo Mheshimiwa mbunge. Mkandarasi na TATOL ni watu wawili tofauti. Mkandarasi anahusika kwenye ujenzi wa mradi wa ICOP, sio huyo TATOL unayemsema wewe. Mheshimiwa Spika, ninaomba niipe challenge Economic Intelligence System ya taifa letu. Haya ndio mambo ambayo ni very sensitive katika taifa hili, ambayo tunategemea hawa watu watusaidie, kwa maana taarifa kama hizi kama zimetokea toka mwezi wa 5 mwanzoni kabla ya mkataba huu kuingia hizi nchi mbili, ilikuwa ni vema wizara wakakaa chini na TATOL wakakubaliana kwamba hizi fedha zinakwenda kutolewa wapi, kwa sababu kimsingi toka mwanzo TATOL walishaeleza kwamba fedha wanapata kutoka kwenye mabenki ya Ufaransa. Mheshimiwa Spika, niendelee. Swala jingine ni swala ambalo ninaomba leo kauli ya mwisho kutoka serikalini. Mheshimiwa Spika, hii itakuwa ni mara yangu ya 4 ndani ya bunge lako tukufu kuzungumzia swala hili, kwa sababu nimeshalizungumza kuanzia bunge lililopita na sasa nalizungumza kwa mara ya kwanza katika bunge la awamu hii. Mheshimiwa Spika, swala la mkataba wa Songas. Mheshimiwa Spika, nimelizungumza swala hili mara nyingi sana. Na nakumbuka hata Mheshimiwa AG amekuwa akisimama humu ndani akitoa ahadi kwamba wanafanyia review mikataba. Mheshimiwa Spika, tumebakiza miaka 2 tu ili mkataba wa Songas uweze kuendelezwa. Na nina taarifa watu wa Songas wameshaanza kufanya lobbying hata kwa wabunge kutaka mkataba wao uendelee kuwepo. Mheshimiwa Spika, ninaomba waheshimiwa wabunge wenzangu pamoja na bunge lako tukufu tuungane kwa pamoja tupinge mkataba huu kuendelea kama mkataba huu hujafanywa review, kwa sababu kama taifa hatunufaiki kwa namna yoyote. Na masuala haya yameanza kuzungumza toka mwaka 2009 na CAG, mwaka 2018 na CAG. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge mwaka 2005 wakati alikuwa Sherukindo amezungumza swala hili. Mheshimiwa Spika, tunapoteza kila mwezi zaidi ya dola milioni 5 kwa sababu ya mkataba huu mbovu. Ninaelewa huenda wakati huo walikuwa wanahitaji kurescue nchi, kuitoa nchi kwenye giza. Lakini tunapokwenda sasa mwaka 2024 wakati mkataba huu unaenda kuendelezwa, kukubaliwa kuendelezwa, Mheshimiwa Spika, namuomba Mheshimiwa Rais na kuomba na wewe kupitia bunge lako tukufu tupinge mkataba huu kuendelea kama haujafanywa review ya aina yoyote, ili wananchi wetu waweze kunufaika kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Spika, kama sisi tuliwekeza kwa sehemu kubwa, kwa sababu sisi tuliwekeza 73% kwenye investment, kwenye capital structure, alafu Songas waka-investi kwa 27% kwenye investment structure, lakini kwenye shareholding structure Songas wao ndo majority kwa kumiliki 54%. Haiwezekani Mheshimiwa Spika. Ninaomba swala hili litazame upya na tuangalie, tulitazama kwa namna ya kipekee. Mheshimiwa Spika, nimalizia kwa jambo dogo sana kwa ufupi, najua dakika zangu zimeisha. Mheshimiwa Spika, swala la umeme wa upepo. Leo tunazungumzia swala la energy mixing. Unazungumzia swala la energy mixing. Tunajua kuna vyanzo mbalimbali. Lakini ni kwa nini upepo umesahaulika Mheshimiwa Spika? Mimi natoka mkoa wa Singida. Mkoa wa Singida ni miongoni mwa maeneo ambayo yanaongoza kwa upepo mkali East Africa nzima na ina uwezo wa kuzalisha megawatts za kutosha kutokana na umeme wa upepo. Lakini swala hili limekuwa likipigwa danadana miaka nenda miaka rudi. Na ninakumbuka mwaka 2017 nilisimama huko bungeni. Nikamuomba Mheshimiwa Waziri, na nashukuru Mungu ni huyu ambaye aliyoko sasa, nikamhoji kuhusiana na swala hili, na akasema ndani ya miaka 2 umeme wa upepo Singida mradi utaanza kutekelezeka. Lakini mpaka ninavyozungumza hapa Mheshimiwa Spika, hata nguzo hakuna. Tunaomba Mheshimiwa Spika, swala hili mkumbuke basi na kwa chanzo hichi muhimu sana cha upepo, ili kuweza kutusaidia wananchi wa Singida, lakini pia na taifa kwa ujumla kwa kuzalisha megawatts za kutosha. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki wabunge wote. Asante sana. Asante sana.